Neno la Mungu linasema kwamba katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 kwamba lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiowatii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa tauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Hii ni barua ya Mtume Paulo kwa Timotheo wakati alipokuwa akimwambia ambayo hayana budi kutokea katika siku za mwisho. Kwa hiyo hivi vyote ambavyo Mtume Paulo alisema kwamba nyakati za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari vitatokea, na tunaviona sasa vipo katikati ya watu na ndani ya mioyo ya watu. Hivi vyote vilivyotajwa hapa katika dunia ya sasa tunaviona, tukiona watu wenye kiburi, wenye kupenda fedha, ambao wako tayari kuua watu kwa ajili ya fedha. Haya yote ni mambo ambayo yanaonyesha kwamba tumeukaribia ule mwisho. Ukisoma huo waraka wa Timotheo wa kwanza sura ya 4, neno la Bwana linasema kwamba basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokee kwa shukrani, na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Sasa haya yote Paulo anayasema katika habari za siku za mwisho na tunayaona yapo. Nachotaka kusema ni nini? Basi ndugu yangu, kuwa na akili ukakesha, kwa sababu ule mwisho wa mambo yote umekaribia. Ule mwisho wa mambo yote umekaribia. Kwa hiyo tupo katika nyakati ambazo mwisho wa mambo yote umekaribia. Ni lazima ndugu yangu ujiweke tayari, maana kukesha maana yake ni kujiandaa, kuwa tayari, kwa sababu saa yoyote usiyoizani mwana wa Adamu yuaja. Ndio maana ya neno kesha. Tunaposema kukesha, so maana yake ukae macho mpaka kuna kucha. Hapana, maana yake ni ujiandae, uwe safi mwili, nafsi na roho. Kwa sababu mwana wa Adamu atakapokuja atakuja kuwachukua walio watakatifu na roho safi. Sawa sawa na neno la Bwana linaposema katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, heri wenye mioyo safi, hao ndio watakaomwona Bwana. Kwa hiyo kuna vigezo vya kuingia katika mji mtakatifu wa Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni, ni walio safi, maana kule neno la Mungu linasema kinyonge hakitoingia kule. Hakuna udhaifu. Kwa hiyo ndio maana neno la Mungu linasema kwamba mwisho wa mambo yote umekaribia. Iweni na akili basi mkakeshe. Tunapoyaona yanayotokea katika ulimwengu wa sasa na yaliyotabiriwa na kuandikwa katika nyaraka mbalimbali za maandiko matakatifu haya, tunaona katika sehemu kubwa 100% yametimia. Basi sasa ujue kwamba ule mwisho uko tayari na Mungu yupo karibu kuujilia ulimwengu ili kuwajaribu hao wakao juu ya nchi. Lakini neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 10, lakini kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, basi mimi nami nitakuja nikutoe katika saa ya kuharibiwa au saa ya kujaribiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu mzima, ili kuwajaribu wakao hao juu ya nchi. Lakini ni kwamba Yesu alisema katika waraka katika kitabu cha Mathayo sura ya 24, akatoa mfano kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, watu walikuwa wakila na kunywa. Nuhu akaingia katika safina, yeye na wale 7, bila watu kujua, ndipo gharika ikaja. Pia kama ilivyokuwa siku zile za Sodoma na Gomora, Lutu walipotoka tu bila kujua, ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo kabla uharibifu, kabla adhabu haijawaka juu ya ulimwengu, ni lazima kwanza Mungu awatoe wenye haki, kama alivyomtoa mwenye haki katika gharika ambaye ni Nuhu na wale 7, kama alivyomtoa mwenye haki ambaye ni Lutu na wale wengine katika mji wa Sodoma na Gomora. Walitolewa kwanza wenye haki, ndipo ghadhabu ya Mungu ikashuka. Hata ziki kuu kabla ijaja, ni lazima Mungu atoe wenye haki wake kwanza, ndipo ghadhabu ishuke. Hizi ni habari njema ambazo nimekuletea ndugu yangu siku ya leo, ili ujue kwamba inatakiwa uwe na akili ukakeshe, kwa sababu mwisho wa mambo yote umekuja.